idha ataakum man tardawna dinahu wa khulqahu fazawwijuhu, akikujieni yule mtu mnairidhia dini yake na tabia yake, muozesheni. Ndugu yangu, baada ya hapa ni nini? Baada ya hapa ni maisha. Baada ya hapa nini? Ni maisha. Maisha yapo, lakini sasa hivi ni sehemu ambayo tayari ni hatua moja umepiga mbele. Kama ulikuwa ni mwenyewe, unarudi mwenyewe, ukifika nyumbani unafungua mlango, sasa utafunguliwa. Ni mabadiliko ambayo automatically moja kwa moja. Ilikuwa wewe unabebelea chakula utakula mwenyewe, sasa hivi mtakula wawili. Kila maeneo ni wawili. Ni wawili. Nini? Haya ni mabadiliko. Kwa hiyo tunachosema wewe sasa ni ile namna ya kuchukua masuhulia, majukumu. Kuyabeba haya majukumu ya kusimamia familia. Katika vitu vinavyojenga hii ndoa ni mwanamume kusimama kwenye mstari. Yani wewe kama wewe usimame kama mume, mwenzie atafuata tu. Kosa kubwa wanalofanya baadhi ya vijana ni pale anapooa hasimami kama mwanamume, anasimama kama yule wa kawaida tu wa siku zote. Simama kama mwanamume, simamia sheria za Allah, muongozo wa Allah. Bila shaka yeye automatically atakuwa nyuma yako. Lakini zaidi na zaidi ni kwamba kuthaminiana, kwa sababu la shaka mpaka wewe kuja hapa kuna jambo umeliona na yeye kukubali kuna kitu amekiona. Sasa lazima kuthaminiana, muonyeshe unamthamini. Kwa kumthamini mwanadamu, siku zote hakuna mtu anapenda kudhalilishwa au kutwezwa au kudunishwa au kuchukuliwa tu simple, yani kwani ana nini? Yani hapana, mwanadamu anataka umpe heshima. Ukimpa heshima yako, hata pesa yako haitaki. Anakujua huyu bwana ananiheshimu na mimi namheshimu. Ushafahamu? Lakini ile huruma yako kwake yeye, lake yeye ni lako wewe, itafanya ndoa hii iwe katika hali njema sana. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anayezungumza mambo haya aliposema, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, mbora wenu ni mbora wenu kwa watu wa nyumbani kwake, familia yake anaiangalia, anaihendo, na mimi nyumbani kwangu ni mbora sana. Wakana nabii sallallahu alayhi wasallam yushariku mihnatil baiti, alikuwa mtume ashiriki pia baadhi ya kazi za nyumbani, kuonyesha ule ubora wake, mpaka kwenye michezo, kwenye utani. Kwa hiyo naomba mchukue binti huyu Ahlam, kaa naye, ukimpeleka inavyotaka, ndugu yangu, wallahi ni neema. Ndoa ni neema, na ndoa ni raha. Ni raha, ni raha, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameita raha. Aliposema nini? Waja'ala nini? Anasema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Katika dalili na uwepo wake na nguvu zake Allah subhanahu wa ta'ala ni nyinyi wanaume kuwachagulia wenza hao, ili iweje? Ili mpate kutulizana kwa wenza hao. Kutulizana, utulivu. Ina maana hapa ni utulivu unaotafuta. Wajala bainakum mawaddata wa rahma, akajalia mapenzi na rehema. Mapenzi na huruma inatoka wapi? Inapatikana sehemu gani katika mwili wa mwanadamu? La, wallahi Allah ndo anajua ameficha wapi. Na wala nyinyi nyote wale mliooa ni mashahidi, huruma zilizoko baina wewe na mke wako pale mnapoendana, mnayaona mambo yalivyo. Ukimwacha anaumwa hata kule kazini, yani hakukai sawa, kila wakati umepiga simu, sasa kumekuaje nini? Unahisi hata kama ulikuwa ni wewe mtu sio kula nyumbani, siku hiyo urudi. Kwa ndugu yangu, mimi ninachotaka, naomba na vijana wale wote waliooa tuzidi kukaa na wake zetu vizuri katika fahari, kwa sababu tunatengeneza familia. Wale watoto wanapoona mama na baba wanaendana, wallahi hata mkio watu wazima wanakuthaminini. Lakini pale unapoonekana wewe ni dikteta kwa mke wako, ni mtu wa karaha, ni mtu wa maneno machafu, hata watoto kuna kitu wanaweka. Ukiwa mtu mzima lazima tu watakufanyizia, hawatakupa heshima ile ubaba kama kawaida, na haya yanashuhudiwa ndugu zangu. Kwa hiyo ndugu zangu, la mwisho zaidi, wale mashababu ambaye bado hawajaoa, ndugu zangu, tusilicheleweshe jambo hili, kwa sababu wakati hatujui na muda hatujui. Jitahidi kwa wakati wako na nafasi yako. Zama hizi ni ngumu sana,
namna ya kuilinda dini yako. Kama huna mke, zama ni ngumu na wakati ni mgumu, utende wazi, mambo yako nje. Sasa ili wewe ulinde dini yako, jitahidi uoe, na hakuna uzito wote. Wallahi wepesi unakuja wa ajabu ndani ya ndoa, wa ajabu. Usifikirie kula ile ndio iko nyepesi kama nini. Sasa kula mwanadamu afikirie sana, usifikirie hiyo. Usifikirie kodi ya nyumba, itakuja kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, inshallah mimi naihusia nafsi yangu na kuzihusia nafsi zenu, tumche Allah kwa wake zetu, tumche Allah kwa watoto wetu, tumche Allah katika kuamiliana na familia kwa ujumla. Kwa inshallah biidhnillah, mpaka hapa tulikofika, niwashukuru sana. Allah walipe, Allah wafanyie pesi.